Wapendwa, leo tunaadhimisha Dominika ya 4 ya Pasaka mwaka A wa Kanisa. Jumapili hii inafahamika kama Jumapili ya mchungaji mwema. Yesu leo anatupa tena picha nyingine ya ukombozi wake, akijionyesha kwetu kuwa mchungaji mwema anayefahamu kondoo wake, huku anawaita, anawalisha, anawaongoza na kuwalinda. Basi kama yeye ambaye ni kichwa cha kanisa letu ndiye mchungaji mwema, hivyo kanisa linatupa nafasi leo kuifanya Dominika hii kuwa siku ya kuombea miito mitakatifu, yaani upadre, utawa na ndoa. Ni siku ya kumwomba Bwana mavuno apeleke wafanyakazi wengi na bora katika shamba lake. Mungu awaite watoto wetu na ndugu zetu kuwa wafanyakazi katika shamba lake. Siku ya Pentekoste, Petro alisimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya, akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia yake kwa ajili ya jina lake. Nijapopita kati ya ubonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ndugu zangu, kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu, kwa sababu ndio mlioitiwa.
maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Yesu aliwaambia Wayahudi, amini amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia. Na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Katika somo letu la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hii ni sehemu ya mwisho ya hotuba ya Petro aliyetoa kwa Wayahudi mara baada ya kumpokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Hotuba hii ya Petro iliweza kufumbua macho na akili ya Wayahudi na kuweza kumtambua kuwa Yesu waliyemsulubisha kweli ni Masia waliyemtarajia. Walivyoambiwa ukweli huo, waliachana na kiburi chao na kuwa wanyenyekevu mbele ya mitume, ili waweze kufahamu namna gani watakavyosahihisha makosa yao. Kwa hali hiyo, waliuliza swali, tufanye nini? Kwa upande wake, Petro hakuweza kuwahukumu kwa sababu ya dhambi zao. Badala yake, aliweza kutafuta suluhisho kwa kuhubiria Injili ya ukombozi. Hatua muhimu zilizotakiwa kuchukuliwa ili kupata wokovu ni pamoja na kutubu na kubatizwa. Pia hatua hizo ziliweza kuandaa ujio wa Roho Mtakatifu ambaye ni wakala wa ukombozi. Mafundisho tunayoyapata kupitia somo hili la kwanza. Fundisho la kwanza, neno la Mungu lichome mioyo yetu. Baada ya Wayahudi kusikia hotuba ya Mtume Petro iliyojaa nguvu ya kimungu, walijisikia katika mioyo yao kuguswa sana. Wapendwa, mimi na wewe leo tunaposikiliza neno la Mungu kanisani au tunapolisoma wenyewe, huwa tunaguswa nalo au tunasoma tu kama gazeti, au wakati mwingine tunaona tu ni kama hadithi ya kupita? Tunapaswa tujihoji sana juu ya neno la Mungu, kama tunaguswa nalo au la. Jambo la pili la kujifunza, kuuliza si ujinga. Baada ya wasikilizaji kusikia hotuba ya Petro na kuguswa nayo, walitamani kujua wafanye nini ili kupona
naye Petro aliwajibu ni nini cha kufanya. Mungu anasema nasi kwa njia ya neno lake na watumishi wake, na kuna wakati tunaelewa na wakati mwingine hatuelewi kile tunachopaswa kufanya. Lakini leo tunasaidiwa na hawa ndugu Wayahudi kwamba mahali tunaposhindwa kuelewa, tusisite kumuuliza Mungu maswali au hata kuuliza viongozi wetu wa dini ili kupata majibu sahihi. Na ili kupata majibu sahihi, lazima uulize swali lako sehemu sahihi. Mara kadhaa kuna baadhi ya mambo yanatusumbua na tunakuwa katika mahangaiko makubwa na kukosa majibu kwa sababu tunashindwa kupeleka maswali yetu mahali sahihi. Jambo la tatu la kujifunza: fanyia kazi maelekezo unayopewa. Baada ya Petro kutoa mwelekeo wa nini kifanyike, baada ya kuulizwa swali na Wayahudi, wahusika walifanyia kazi kwa haraka kile Mtume Petro alichowaelekeza katika kufanya toba na kubatizwa. Na ndiyo maana tunaambiwa siku ile waliongezeka watu wapatao 3,000. Uongofu ukaingia katika maisha yao. Kwa upande wetu, mama kanisa anatupatia maelekezo juu ya toba na uongofu, na ndiyo maana kuna kuwa na vipindi mbalimbali ndani ya kanisa. Lengo lake ni kumsaidia muamini aelewe kile ambacho Mungu anamtaka akifanye. Lakini pamoja na hayo yote, bado kuna wakati tunasuasua, hatuchukui mwelekeo sahihi wa kufanya toba ili kujitakasa na kubaki kundini. Ni vizuri kila mmoja wetu atambue mapungufu yake na aweze kutubu ili Roho Mtakatifu ambaye tulimpokea siku ya ubatizo wetu na kuimarishwa siku ya kipaimara azidi kukaa ndani yetu. Injili ya Dominika hii ya leo inatueleza kwamba Kristo anajitambulisha kuwa ndiye mchungaji mwema. Kondoo wake huisikia sauti yake nao humfuata. Kristo kama mwalimu mashuhuri anatoa mifano inayoeleweka kwa hadhira yake. Palestina ilikuwa ni nchi ya wafugaji wakati wa Yesu. Wafugaji matajiri huko Palestina walikuwa na kondoo wengi, waliwapeleka malishoni nje ya vijiji vyao. Usiku wachungaji kadhaa walikusanya kondoo wao pamoja kwa ulinzi katika boma moja dhidi ya wezi na wanyama wakali wa porini. Asubuhi boma lilifunguliwa, kila mchungaji alitangulia mbele na aliwaita kondoo wake, nao walimtambua na kumfuata. Kwa wafugaji wa ng'ombe, mchungaji huwa nyuma ya ng'ombe, tofauti kabisa na kondoo. Mchungaji hutangulia na kondoo humfuata. Maelezo haya juu ya mchungaji na kondoo yanatusaidia kuelewa Injili ya leo kwamba Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Katika Agano la Kale, Mungu alilinganishwa na mchungaji mwema anayewaongoza, kuwalinda na kuwalisha watu wake. Rejea Zaburi ya 23. Viongozi wa Waisraeli walikosa hadhi na sifa ya kuwa wachungaji wema. Manabii waliwakosoa, kwani badala ya kuwaongoza, kuwalinda na kuwalisha watu wa Mungu waliokabidhiwa, wao waliwanyanyasa, hata kuwapiga na hata kuwaua kabisa. Mungu kwa kuona hayo, kwa kinywa cha nabii Ezekieli katika ile sura ya 34 anaonya akisema, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe, mnawala walionona lakini hamwalishi kondoo. Kwa kutumia lugha iliyozoeleka kwa wafugaji wa kipindi chake, Yesu analizungumzia taifa la Israeli kama kondoo wa malisho ya Mungu. Naye ndiye mchungaji mwema kwa sababu yuko tofauti na wengine waliowekwa kulisimamia kundi hilo, kwa sababu yeye hatafuti maslahi yake wala hatafuti kuwapoteza kondoo, bali huwafikisha katika malisho bora.
Yeye ndiye mlango wa zizi, yaani uhakika wa uzima na usalama wa kondoo wake. Hilo linamaanisha nini? Linamaanisha kwamba Yesu ni kiongozi wa kweli wa wokovu wetu. Ndiyo maana wimbo wa katikati ambao unatoka Zaburi ya 23 unasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mchungaji mwema huongoza kondoo wake katika mji mtulivu, kurejesha hali iliyochoka. Mchungaji mwema huwalaza katika malisho ya majani mabichi kondoo wake, huwaongoza katika njia za haki ili kuwaweka huru na dhambi, kama anavyosema Petro katika somo la pili kwamba waishi kwa uadilifu, na lazima tukazie neno uadilifu au neno haki. Watu au kondoo wa Mungu lazima waishi katika haki na katika wema na katika kujali uwepo wa watu wengine. Mchungaji mwema hata inapotokea hali ya hatari, anakwenda mbali zaidi ili kuweza kuwalinda, hata kuyachukua maumivu yao wenyewe, yaani kuwalinda kondoo wake wabaki katika hali ya usalama. Maneno haya ya Yesu tunaweza pia kuyatafsiri katika muktadha wa hekalu la Yerusalemu. Katika kipindi cha nabii Nehemia, kulikuwapo katika kuta za Yerusalemu mlango uliokuwa ukiitwa mlango wa kondoo. Rejea kitabu cha Nehemia sura ya 3 aya ya 1. Mlango huu ulitumika kupitisha kondoo waliokuwa wanakwenda kutolewa sadaka hekaluni. Huu ulikuwa ni mlango ulioelekeza kuingia moja kwa moja patakatifu pa patakatifu, yaani alipo Mungu. Ni Yesu aliyekuja kufungua na kuonesha njia mpya ya mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu, na njia salama ya mwanadamu kufika katika patakatifu pa patakatifu. Kwa maneno haya basi, Yesu alilenga kuwaalika watu wampokee yeye kama njia salama na ya uhakika ya kudumisha katika mahusiano mema na Mungu. Sasa ndugu wapendwa, tutazame sifa za mchungaji mwema. Sifa ya kwanza ya mchungaji mwema: mchungaji mwema anawajua kondoo wake kwa majina. Yesu anawajua vizuri walio wake. Anamjua kila mmoja wetu kwa jina. Anajua mahitaji yetu binafsi. Anajua taabu zetu na tiba yake. Sifa ya pili: mchungaji mwema huongoza kundi lake vyema. Anaongoza kundi lake kuelekea malishoni, maji, mahali salama, mapumzikoni, hususan wakati wa usiku. Kristo kama mchungaji mwema huwaongoza watu kuelekea katika imani na kanisa kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Sifa ya tatu: mchungaji mwema huwalisha kondoo wake. Kristo anatulisha kwa njia ya neno lake na ekaristi takatifu, yaani mwili na damu yake. Kristo mwenyewe ni chakula chetu, kwani alisema, na utoa mwili wangu kwa ajili yenu. Kwa njia ya sakramenti ya ekaristi takatifu anatulisha ili tupate nguvu ya kuwa imara katika imani, matumaini na mapendo, na zaidi tunapata uzima wa kimungu rohoni. Kristo mchungaji mwema anapotulisha mwili wake, anataka nasi tuwe na utayari wa kuwalisha wengine maneno ya faraja na kuwafundisha wapagani neno lake. Sifa ya 4: mchungaji mwema hulinda na kutetea kundi lake hata ikimbidi kuutoa uhai wake. Kristo kama mchungaji mwema anawalinda walio wake na amekuwa tayari kutoa uhai wake kama fidia ili apate kuwaokoa walio wake kutoka utumwa wa dhambi. Pamoja na kutulinda dhidi ya Shetani, pia anatuombea kwa Mungu kwa kuwa anafahamu vita tulionayo. Anajua mapambano yetu dhidi ya dhambi. Kristo anatulinda dhidi ya hatari zote za roho na za mwili.
Hizo basi ndizo sifa za mchungaji mwema, na Kristo anaakisi sifa hizi zote, kwani yeye ni kielelezo na ni mchungaji mwema, na hayupo tayari hata mara moja kumpoteza kondoo wake. Sasa hizo ndizo sifa za mchungaji mwema, na tuone sifa za kondoo wema. Sifa ya kwanza, kondoo huisikia sauti ya mchungaji wake. Mchungaji wetu ni Kristo. Je, tunaisikia sauti yake ya upendo ya kutuelekeza katika ukweli na utakatifu, au tunaipuuza na kufuata sauti na kelele nyingi za ulimwengu huu? Vilevile, ninasikia maonyo ya waandamizi wa Kristo, yaani maaskofu, mapadre na wote walio watumishi wa Mungu. Sifa ya pili, kondoo wanamfuata mchungaji wao. Je, wewe humfuata mchungaji wako, yaani Kristo, kwa kuzishika amri na maagizo yake? Tunamfuata kwa kulisoma neno lake na katika kupokea masakramenti, hasa kitubio. Tunapoanguka dhambini, tunamfuata Kristo mchungaji mwema. Je, tunapokea Ekaristi Takatifu? Maana Yesu anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Vilevile tunawahimiza vijana wetu kufunga ndoa takatifu, au tunawaacha tu waendelee kuishi katika uchumba sugu? Katika somo la pili, Mtume Petro anaelekeza mafundisho kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo kwa watu wa tabaka la chini, na hili lilikuwa ni kundi la watumwa na watumishi wa ndani ambao licha ya kuwa na kazi ngumu walipokea pia manyanyaso mengi kutoka kwa waajiri na bwana zao, tofauti kabisa na ambavyo huenda tungetegemea kwamba Petro auhamasishe kupindua hali mara moja au na wao kuonesha ukaidi. Yeye anawafundisha kudumu katika kutenda mema na kujifunza kutoka kielelezo cha Kristo mchungaji mwema. Anawaonesha kuwa Kristo aliteseka pia kuwa na hatia yoyote. Kristo aliteseka pasipokuwa na makosa ya aina yoyote. Alipotukanwa hakujibu kwa tukana, bali aliyaweka maisha yake yote mikononi mwa Mungu, hakimu mwenye haki. Mtume Petro anapotoa mafundisho ya mateso ya Kristo kwa kundi la watu ambao kwa wakati huo wanateseka, anawafanya watu hao kupata picha halisi juu ya kile ambacho Kristo mwenyewe alikipitia katika mateso yake. Lakini pia kurejea mateso haya ya Kristo kwa kundi hili la watu ni kuendeleza ufunuo wa kibiblia na mafundisho ya kanisa kuhusu jamii kuwa inafaa kutafuta amani kwa njia ya mazungumzo zaidi na si vita. Tukihitimisha, ndugu wapendwa, tukiangalia maisha yetu ya leo, je, tunaridhika ipasavyo kiroho kama Wakristo? Je, tumo miongoni mwa kondoo wanaisikia sauti ya Yesu na kumfuata? Tunashauriwa kuisikia sauti yake na kumfuata maagizo anayotupa. Kristo ni mchungaji mwema wetu. Hata tunapopita katika bonde la uvuli wa mauti, hatutaogopa mabaya, kwa maana yeye yupo pamoja nasi. Zaburi ya 23 aya ya 4. Inamaanisha kwamba anatuokoa na mabaya yote yanayotukabili. Yesu mchungaji mwema anatupa ahadi katika kitabu cha nabii Isaya ile sura 43 aya ya kwanza b hadi ya pili. Anasema, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na hata mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Uwapo na Yesu, usione aibu kuuliza swali kama walivyofanya Wayahudi kuuliza swali kwa Petro, kama tulivyoona katika somo letu la kwanza la leo. Baada ya Wayahudi kushindwa kuelewa, walimuuliza Petro, tufanye nini? Na ninachowaambieni ni kujisalimisha kwa Yesu kiroho kweli. Kwa maana Mungu ni roho, na wamwabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Ukweli umo ndani mwetu,
Ni jambo la utii kukubali ukweli na kutafuta msaada kama walivyofanya Wayahudi waliposikia mahubiri ya Petro. Hivyo, ninawasihi ndugu zangu, tumwombe mchungaji aturudishe mwenyewe kwake na kutuongoza katika malisho mabichi. Mahubiri haya yameandaliwa nami Padre Revocatus Bernard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.